Juzi baada ya Urusi kudaiwa kwamba wamefanya mashambulizi katika taifa mojawapo mwanachama wa NATO, mimi kwenye uchambuzi wangu nilieleza kwamba hizo nchi wanachama wa NATO pamoja na mikwara yao yote ambayo wanaizungumza kwamba wanaweza wakapambana na taifa la Urusi, nilizungumza vyema kabisa nikasema watatafuta kila linalowezekana kujaribu kupindisha ukweli, kwa sababu hata lile taifa ambalo walikuwa wanalitegemea litoe lilaani au liweze kutoa go ahead kwamba sasa imefikia hatua wanatakiwa kuipiga Urusi, taifa hilo na lenyewe lilikwepa huo mtego, na kupitia kwa rais wake Donald Trump ambaye ni rais wa Marekani, taifa kiongozi wa NATO alisema kwamba hawako tayari kukabiliana na Urusi kwa sasa hivi, pamoja na kwamba wanazo silaha za nyuklia, lakini hawako tayari kukabiliana na Urusi. Wakaenda mbali zaidi, mataifa wanachama wa NATO wakakaa pamoja wakajadili kwamba vipi tunaikabili Urusi au tunafanyaje, lakini na kwenye huko nako mambo yalikuwa ni ya tofauti kidogo, na nilizungumza kwamba litatafutwa jambo ambalo litakuja kuwa mbadala wa ukweli wa kile ambacho kimetokea. Sasa taarifa ambazo zipo hapa niko nazo nzuri sana, zinaeleza kwamba eti Poland imebaini washukiwa katika tukio la drone ambayo ilisababisha maafa pale Warsaw nchini Poland, baada ya tuhuma za kwamba Urusi ndio ambayo ilihusika katika shambulizi hilo. Sasa hiyo taarifa inapewa support ya kutosha na PMP Company Limited. Bana, hawa ni wataalamu wa kujenga vyoo vya kisasa ambavyo havijai. Nafikiri kwa wale wengi ambao tayari wameshajenga vyoo vya kisasa, wawe ni nyumba za watu binafsi, vituo vya mafuta kwa maana ya Shell, makanisa, misikiti, shule, wengi ambao wameshajenga vyoo vya kisasa na PMP Company Limited wamekuwa wakirudisha majibu ambayo ni majibu chanya, kwamba tokea wakati huo hawajawahi kupata changamoto ya aina yeyote ile ya choo kujaa au kulazimika kuita gari ya kunyonya uchafu. Sasa wewe ni nani uendelee kuteseka wakati PMP Company Limited wapo na wanapatikana jijini Dar es Salaam, ila wanafanya kazi nchi nzima? Unaweza kuwapigia sasa hivi PMP Company Limited kwa 0768 64 32 43. Na uzuri wa PMP Company Limited ni kwamba kabla hawajaja kukuchimbia hicho choo cha kisasa, wanafanya survey, na baada ya hapo gharama za uchimbaji na ujenzi kwa ujumla wake wanazitoa wao, na wewe utakuja kulipa hizo fedha baada ya kuwa wamekamilisha kazi yako. Na wameenda mbali zaidi, sasa hivi wamekuja na huduma nyingine. Kama unahitaji unahitaji kuchimba kisima cha maji, unahitaji kufanya utafiti wa uwepo wa maji katika eneo lako, maji hayo ni masafi au sio masafi, basi PMP Company Limited pia wamekuja na huduma ya kuchimba visima vya maji, visima virefu ambavyo vitakuepushia adha ya kuhangaika tatizo la upatikanaji wa maji katika eneo lako. Namba za kupiga ni hizo. Sasa hawa bwana wananipeleka kwanza pale nchini Ukraine. Bwana, rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky ametoa ushauri na kutoa wito kwa mataifa ya Ulaya na hususan Ulaya Magharibi na wale wanachama wa NATO kwamba inatakiwa kuundwa kwa mfumo wa ulinzi wa anga wa Ulaya baada ya shambulio la Urusi kujeruhi watu 13 mjini Ukraine. Maafisa wa Ukraine wamesema vikosi vya Urusi vimeshambulia kwa makombora jiji la Zaporizhia ambalo lipo kusini mwa Ukraine usiku kucha na kujeruhi watu 13 wakiwemo watoto wawili, huku rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky akisisitiza umuhimu wa viongozi wa Ulaya kuhakikisha usalama wa bara hilo kwa kujenga mwamvuli madhubuti wa ulinzi wa anga. Kwa maana yanasema wanahitajika sasa kutengeneza mifumo ya ulinzi wa anga imara katika bara zima la Ulaya ili kuzuia mashambulizi haya. Vita vikiendelea tangu Urusi ilipovamia Ukraine kwa kiwango kikubwa zaidi ya miaka 3.5 iliyopita, mashambulizi ya Urusi dhidi ya maeneo ya raia nchini Ukraine hayajawahi kukoma, sambamba na msukumo wa kijeshi katika mstari wa mbele wenye urefu wa takribani kilomita 1000, ambapo tunapozungumzia mstari wa mbele ni kwamba hili ni eneo ambalo vikosi vya Urusi pamoja na Ukraine vimekuwa vikipambana. Makubaliano ya amani yameonekana bado hayajakaribia licha ya uwepo wa mijadala ya hivi karibuni kati ya Urusi pamoja na Ukraine ambayo mijadala inaongozwa na Marekani. Na kwa kipindi ambacho kiliwekwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump, alitangaza kwamba wanaipa Urusi takribani miezi 3, siku 90 tu wahakikishe wamesitisha mapigano na Urusi, lakini tangu tamko hilo limetolewa Urusi hawajasitisha mapigano
na wanaendelea kuitandika Ukraine kila uchao, na tumeona sasa hivi wametangaza kwamba wanataka waungane pamoja na EU kuweza kuweka vikwazo vya 19 kwa taifa hilo la Urusi. Na katika kipindi cha wiki mbili pekee zilizopita, Zelensky ameandika kupitia katika ukurasa wa mitandao yake ya kijamii hasa Telegram, akasema Urusi imerusha zaidi ya ndege zisizokuwa na rubani 3500, mabomu ya kurushwa kutoka juu zaidi ya 2500 yenye nguvu kubwa na makombora karibu 200 dhidi ya malengo mbalimbali ndani ya taifa la Ukraine. Mabomu hayo yamekuwa yakirushwa kutoka angani, ambayo kwa kawaida huwa yanatupwa na ndege za kivita kutoka angani kwa urefu mkubwa na umbali katika eneo la mapambano, pamoja na mashambulizi ya kundi la ndege zisizokuwa na rubani imeendelea kuwa changamoto kubwa kwa ulinzi wa taifa la Ukraine. Ingawa mabomu hayo si mabomu sahihi sana, ila yamekuwa yakiacha mashimo makubwa ardhini, na Ukraine haina mbinu za kuyakabili mabomu yanayorushwa na Urusi. Hivi karibuni ndege za Urusi zisizokuwa na rubani zilianguka ndani ya ardhi ya Poland, hali ambayo ilifanya shirika la NATO kuongeza nguvu katika ulinzi wa anga barani Ulaya kadri mvutano unavyoongezeka. Sasa Zelensky akasema kwamba sasa ni wakati pekee wa kutekeleza ulinzi wa pamoja wa anga ya Ulaya kwa kuweka mfumo wenye tabaka nyingi wa ulinzi wa anga, na akasema teknolojia zote hizi zinatakiwa zitengenezwe, na akasema wanahitaji uwekezaji, wanahitaji nia thabiti, wanahitaji vitendo madhubuti na maamuzi kutoka kwa washirika wote ili kukabiliana na Urusi. Yani Zelensky anasema yale mataifa wanachama wa NATO yote yanatakiwa yaungane, mataifa yako 32. Halafu anasema mataifa mengine ya Ulaya nayo yanatakiwa yaungane, hasa sasa Ulaya Mashariki yaungane ili kuweza kutafuta teknolojia ya anga ambayo itakuwa na uwezo wa kutengeneza zile layer, kwa maana ile tabaka, mifumo ya tabaka nyingi kwa ajili ya ulinzi wa anga katika maeneo hayo. Katika eneo la Zaporizhzhia, Urusi ilifanya mashambulizi katika maeneo zaidi ya 20 na moto mkubwa ulizuka katika maeneo mbalimbali. Na kwa mjibu wa mkuu wa eneo hilo Ivan Fedorov, alizungumza kwenye televisheni ya taifa kwamba Urusi wamefanya mashambulizi makubwa zaidi, na anasema bado hawajafanikiwa kurudi katika hali yao ya kawaida baada ya mashambulizi mengine ya Urusi ambayo yalifanywa ile Agosti 30 mwaka 2025. Hivi sasa wanarekebisha majengo hayo, madirisha, lakini Urusi watandika tena. Yani wakati wao wanajiandaa, wanaendelea kurekebisha yale maeneo ambayo yameathiriwa, Urusi walifanya mashambulizi mengine katika maeneo hayo. Sasa wakati nchi za Ulaya zikiwa zinafikiri ni namna gani ambavyo wanaweza wakaidhibiti Urusi, vikao tayari vimeshakaliwa, lakini kwa bahati mbaya ni vikao ambavyo havina matokeo kwa sababu hawana ile lugha ya pamoja. Yale mataifa ya Ulaya Mashariki, mataifa ya NATO, mataifa ya Ulaya Magharibi hawana lugha moja ya kukabiliana na Urusi. Na mnajua ni kwa nini? Sababu za kwa nini wanashindwa kuwa na lugha moja ni kwamba baadhi ya mataifa, au tuseme asilimia zaidi ya 70 ya mataifa yaliyopo Ulaya Mashariki, mengine yaliyopo Ulaya Magharibi, yanaitegemea Urusi katika nyanja mbalimbali. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kutoa tamko la pamoja kwamba sasa adui apigwe, kwa maana ya Urusi ipigwe, kwa sababu wanaamini wakisema adui apigwe na bado hawajaandaa mazingira ya kujitegemea wao wenyewe, itakuwa ni ngumu zaidi. Sasa juzi nimewaambia hapa nikasema hivi, Urusi ni kweli walirusha zile droni zikaenda mpaka kwenye anga ya Poland, kwa maana kwenye ardhi ya Poland ambayo Poland ni mwanachama wa NATO. Vikao baadaye kupitia kile kifungu cha 4, nafikiri tulizungumza vizuri sana. Sasa mnajua Poland pamoja na Ulaya na NATO wamekuja na majibu gani? Yani ni dunia. Maafisa wa Poland wanasema hivi, watu wawili wamekamatwa ambao wanashukiwa kurusha zile droni katika anga ya Poland na kutua pale nchini Poland. Wanasema hivi, huenda lilifanyika kwa uzembe au walikuwa wanaandaa filamu. Mamlaka za Poland zimetambua mtoto wa kiume ambaye anatoka nchini Ukraine na mwanamke anayetoka nchini Belarus kuwa ni watu wawili waliokamatwa awali kuhusu droni ambazo zilishambulia eneo la kule Warsaw siku ya Jumatatu, kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na maafisa kutoka pale Warsaw. Watu hao wamebainika kuwa ni kijana mwenye miaka 21 kutoka Ukraine na msichana wa miaka 17 kutoka Belarus anayefahamika kama Jacek Dobryansky, ambapo wamezungumza kwamba wachunguzi walivamia nyumba zao, huku polisi wakithibitisha utambulisho wao na hali yao ya kisheria kuishi pale Poland. Sijui kama mnanielewa. Yani ni hivi,
hizi nchi za kimagharibi na NATO wamezunguka, wanasema kumbe zile drone hazikurushwa na Urusi. Waliozirusha zile drone ni watoto wadogo wawili, mmoja na miaka 21 na mwingine na miaka 17, na wanasema huenda wakati zinarushwa hizo drone wale watoto walikuwa wanaigiza, yani ni kama walikuwa wanafanya filamu fulani hivi. Wanasema either inawezekana ulikuwa ni uzembe wa wale vijana au ni ujinga kwa sababu walikuwa wanataka kurekodi filamu, alizungumza moja kati ya viongozi kutoka Poland. Na hii inakuja muda mfupi baada ya madai ya awali kutoka nchi wanachama wa NATO kwamba droni 19 za Urusi ziliingia katika anga ya Poland wiki iliyopita, madai ambayo balozi wa Urusi kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Vasyl Nebens aliyakataa akisema hayana msingi, akisema kwamba shutuma hizo zinatokana na kile wanachokita ni kambi ya vita ya Ulaya, wakisema UAV za Urusi zilitumika Ukraine hazikuwa na uwezo wa kufika katika ardhi ya pale Poland. Kwa hiyo sijui kama mmenielewa hoja yangu ya msingi. Nchi za magharibi hazina utayari wa kukabiliana na Urusi katika nyanja ya aina yeyote. Na ndio maana can you imagine hivi kwenye akili yako ya kawaida tu iklik sasa hivi watoto hao, mmoja mwenye miaka 21 na mwingine na miaka 17, warushe droni 19, droni za kivita UAV. Yaani hizo droni walikuwa wamezificha wapi? Sio kama mnanielewa. Kwa hiyo ni kama kuna njia fulani ambayo wanatafuta ili Urusi isionekane imehusika moja kwa moja, kwa sababu kama Urusi itaonekana imehusika moja kwa moja, tafsiri yake ni kwamba kwa mujibu wa kile kifungu cha 5 cha zile nchi wanachama wa shirikisho la NATO ni lazima Urusi ipigwe, kwa sababu aliyevamiwa ni mwanachama wa NATO ambaye ni Poland. Sasa wanajaribu kutengeneza mazingira ionekane sio Urusi ili waweze kupata sababu, kwa sababu wanahofia kama wasipompiga Urusi na wamebainisha kwamba Urusi ilihusika itakuwa ni udhaifu kwao. Lakini katika hatua nyingine, kwa mujibu wa gazeti mojawapo la kule Poland linafahamika kama Rzeczpospolita, linasema hivi: wakati wa kuangushwa ndege zisizo na rubani za Urusi katika anga la Poland, kombora moja la angani aina ya AIM-120 lililokuwa limefiatuliwa na ndege ya kivita ya F-16 ilianguka katika nyumba ya makazi. Yani bado wao wenyewe wanaendelea kutafuta sababu nyingine za kutoihusisha Urusi moja kwa moja. Kwa mujibu wa taarifa hizi, ambapo Septemba 10 ndio kombora au zile droni za Urusi zilifanya mashambulizi, wao wanasema hilo kombora aina ya AIM-120 lenye uzito wa kilo 160 liligonga nyumba katika kijiji cha Wyraikai Wola na kusababisha sehemu ya paa kuharibiwa na dari kuanguka, ingawa hapakuwa na mtu ambaye alijeruhiwa. Kwa mujibu wa chanzo ambacho kimenukuliwa na gazeti hilo, na nukuu, wanasema hivi: mojawapo ya makombora ya angani aina ya AIM-120 AMRAAM kutoka katika ndege ya kivita F-16 ndilo ambalo liliharibika wakati wa kurushwa na kushindwa kupata shabaha. Kwa bahati nzuri haikulipuka kwa sababu kwa maana vile vilipuzi vilishindwa kufyatuka haraka. Gazeti hili likaishutumu ofisi ya mwendesha mashtaka ya pale Lublin kwa kuficha taarifa kuhusu kile ambacho kinaitwa kitu kisichojulikana kilichokuwa kipo nyuma, na Wizara ya Ulinzi ya Taifa pia haijatoa tathmini kwa umma kuhusu jambo hili. Baada ya uchunguzi, ofisi ya mwendesha mashtaka ya Lublin ilithibitisha kubaini mabaki ya ndege na rubani za Urusi 17, lakini walikataa kutoa maelezo kuhusu kitu kilichogonga nyumba hiyo katika kijiji cha Wyraikai, na wakasema kwa sasa kitu hicho hakijatambulika kama ndege isiyo na rubani au ni vipande vyake. Inajulikana kuwa ndege za kivita F-35 za Uholanzi na F-16 za Poland ambazo huwa zinatumia makombora ya aina hiyo zilihusika katika kuzuia ndege isiyo na rubani ya Urusi kuingia katika ile anga ya Poland, na mabaki yake yalipatikana siku moja baada ya uvamizi huo kufanyika. Kwa hiyo hizi ni namna ambazo nyinyi sasa hivi mtakuwa mnanielewa kwamba hapa inatafutwa mbinu ya kukwepa kile ambacho kimetokea pale Poland, kwa sababu ya kuhofia kama Urusi wanaweza wakajibu hicho ambacho kinataka kufanywa na hizo nchi za kimagharibi. Daraja hili linatumika kufikisha ripoti zozote ambazo mnahitaji kuweza kuzipokea. Kikubwa zaidi, asanteni kwa kuendelea kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Nyinyi mmekuwa familia kwa zaidi ya miaka 3 na tuna imani kwamba mtaendelea kuwa nasi kadri siku zinavyozidi kwenda. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.